Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, Fabidigo TV. Lakini wamechukua ubingwa kwa sababu gani? Wanakubaliana sera, wanasaidiana. Nafu ile timu imekuwa kama jeshi la mtu mmoja. Akiongea engineer, ikifika jambo kwa GSM anatekeleza, maisha yanaendelea. Lakini sisi huyu anataka kusema, huyu ampendi huyu, huyu amchuki huyu, huyu amtaki huyu. Leo bila kuficha na bila oga. Leo waliokuwa madarakani wamtaki try again. Try again, hawataki watu wa huko. Tunakwenda hapa na wote sisi. Tukae chini tujadiliane, tuweke mambo yaende sawa. Na kingine mimi watu ambacho wanipendi sana, mimi kibuyu, sifichi mbegu. Mimi kibuyu bwana. Mimi mnatishia mashaka mzee. Sasa Simba mnaitikia watatu. Umekuwa kama Waislamu shehe akishasema asalamu alaykum wa alaykum salam. Hapana, tuseme wote. Hakileta uradi watu wote tuitikie, ndio sawa. Sema mzee. Simba! Simba hiyo. Ndio Simba. Unaona maneno hayo? Ndio Simba. Ndio maneno hayo. Hata mtu akikaa anajua Simba anaongea. Kwa hiyo mimi nataka niseme kwamba kuna watu kwenye timu hizo wana faida. Kwa hiyo hili kijana mnasema na faida sana. Okay. Kama mlivyosikia hapo chini ni kwamba tulikuwa tunamchukua maneno ya Jamhuri Kiweru Julio, ambao ni mchezaji wa zamani wa Simba Football Club, ambapo alikuwa ni beki kisiki ambaye alikuwa hawezi kushikika. Ni mchezaji ambaye alikuwa vizuri sana, lakini baadaye akaja kuwa kocha mkuu katika nchi yetu ya Tanzania, mpaka amekuwa kocha msaidizi wa timu ya taifa ambayo ilikuwa kwenye chani msimu uliopita, timu ya taifa ambapo alikuwepo yeye, Mgunda pamoja na yule Mzanzibari ambaye anaitwa Morocco. Sasa huyu Jamhuri Kiweru ametoka kwenye kikosi au klabu ya Mashujaa iliyopo Kigoma huko mwisho wa reli. Amerudi Simba Football Club baada ya kubwagana na Mashujaa. Amekuja kurudi kwenye timu yake pendwa, mwenyewe anadai, anasema bila Simba singekuwa Jamhuri Kiweru, ndo anavyomwongeaga. Sasa hapa nina watu fulani wakubwa muhimu sana ambao wapo katika studio hizi za YouTube channel zetu, ambazo utawasikia kwa maneno yao vile ambavyo wanamjua Jamhuri Kiweru na mbwembwe zake, tutawasikia na kama vile ambavyo Fabidigo nataka kuwapa. Mmoja wapo wa kwanza anaitwa, kwa jina anaitwa nani? Naitwa Baraka Musa au BM Zakaria, mmiliki wa BM Zakaria Online TV. Yes. Tupo hapa Fabidigo ICT Solution. Kipindi chetu cha michezo hiki. Tupo live. Wewe kama BM Zakaria Online TV, YouTube channel kubwa yako hiyo. Sasa unataka kuambia nini watu kuhusu Jamhuri Kiweru Julio? Unamjua kwa jinsi gani unavyomjua wewe? Huyo alikuwa kocha akifundisha timu ya Mashujaa iliyoko huko Kigoma huko. Na huyo Jamhuri Kiweru, huyo jamaa huyo, katika harakati za kukamilisha ubingwa alitaka kuikazia Yanga kupitia Mashujaa ili Simba waweze kuchukua ubingwa. Aliundia kamati, lakini jamaa alifeli. Kwa sasa hivi ameamua kurudi Simba ili kuweza kufanikisha jukumu la Simba kubeba ubingwa. Kurudisha utawala wao ule wa kipindi hicho, maana Sevens za majenzi miaka yao hiyo. Miaka 90-80 huko, sawa, nataka warudishe ufalme wao, maana miaka yao hawa ndo alifunga Yanga 6-0 miaka 92. Wanataka warudishe utawala wao. Mara baada ya kuona miaka mingi sasa Simba hajachukua ubingwa, anachukua Yanga tu mara 6 mfululizo. Wanaandika historia tena, wanarudia tena. Yanga kaona dharau, jamaa karudi. Amerudi nyumbani na karudi nyumbani na sisi tunamkaribisha. Mwenye shabiki wa Simba. Thank you. Huyu ni
anaitwa BM Zakaria au Baraka Musa. BM Zakaria Online TV ana YouTube channel yake, unaweza kusubscribe hapo chini kama utakuwa umeipata hii sauti. Ni mtu ambaye tumeingiza sauti tukiwa kama mfumo wa radio, sio mfumo wa video, ambapo hatujawa katika mfumo wa television kwa sababu kuna kitu fulani ambacho tuliamua tufanye hivi. Mtatuona siku nyingine kwa mfumo wa video, yani kwa mfumo kama television live. Sasa huyu BM Zakaria Online TV yeye ameongea kuhusiana jinsi gani anavyomtambua mchezaji ambaye au kocha ambaye anaitwa Jamhuri Kiwelu Julio, mzee wa kujidai, mzee wa majivuno, mzee wa kujiamini, ambaye anaitwa Jamhuri Kiwelu Julio. Amemfahamu kwa kuchezea huko Mashujaa, na ni kweli alikuwa ni kocha wa Mashujaa, lakini sasa hivi tunavyoongea amerudi kwenye tawi la Simba, ambapo yeye leo anahamasisha jinsi gani Simba imechukia kwa nini hawajachukua kombe miaka mitano. Kwa alikuwa anatoa sifa kama ulivyomsikia mwanzoni huko kabla hatujaongea sisi, ni kwamba Jamhuri Kiwelu Julio anakuja kuwapa nguvu Simba na kuhamasisha mashabiki wa Simba kwamba yu tayari kufanya mambo fulani ambaye atahamasisha ili Simba irudi katika ubora wake na kuchukua makombe kama ilivyokuwa inachukua zamani. Kwa hiyo basi majezi kama alivyosema Baraka Musa, mchambuzi hapa kwenye YouTube channel zetu, anasema yeye kama wale waliozaliwa miaka 2000 hawamtambui kwamba ni mchezaji, wanamtambua kama ni kocha, maana wamemkuta akiwa ni kocha, maana alikuwa anacheza kipindi hicho cha miaka 90 ambayo miaka 80 90 ambayo wengi wao hawa mwaka 2000 hawakuepo. Nami naweza kusema ni kweli kabisa alichoongea, lakini sisi hatuna mambo mengi zaidi ya kuongea, zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa jinsi gani habari tunavyokupatia. Lengo la hii habari ilikuwa linahusiana na kumchambua Jamhuri Kiwelu Julio, kwamba Julio anataka kuwa amekuja nini, kwa nini amekuja Simba. Yeye anavyodai kwamba amekuja Simba kwa ajili ile ni timu yake ambayo ndio iliyemfanya aitwe Julio. Kwa hiyo basi hakuna yoyote atakayemzuia kuja Simba kwa sababu yeye ni Simba, kwa sababu amechezea Simba na maisha yake ameyapata Simba, na amekuwa kocha kwa sababu ya Simba, kwa ajili ya ubora wa Simba. Kwa hiyo lazima aitumikie timu ya Simba kwa namna yoyote mpaka atakapokufa. Ndivyo alivyosema Jamhuri Kiwelu Julio, na mambo mengi sana yametamkwa kwamba Jamhuri Kiwelu Julio amekuwa labda ni chawa fulani hivi kwa sababu ya kitu fulani cha kuonesha kwamba labda anakuja kuwachunguza Simba Football Club kwa sababu ya vitu kama vile vya kusema labda yani kwamba labda Yanga amemtuma Jamhuri Kiwelu. Lakini ukiangalia historia ya Jamhuri Kiwelu, kwa mimi naye ifuatilia kidogo, kwamba ni mchezaji wa Simba wa zamani, lakini pia ndo huyu amewahi kuwa kocha msaidizi kipindi kile Yanga wamenongoza magoli 3. Kibadeni alikuwa ni kocha mkuu na huyu alikuwa ni kocha msaidizi. Yanga alikuwa anaongoza magoli 3, lakini Simba akaja kusawazisha kipindi cha pili magoli 3. Jamhuri Kiwelu akiwa ni kocha msaidizi wa Kibadeni. Kwa ni yeye anavyosema hajaifungwa na Yanga, lakini alikuja kufungwa na Yanga na Mashujaa majuzi hapo, ambapo ilikuwa ni ligi kuu ya Premier League ya 2025-26 ambayo imetoka kutamatika hivi punde, na wanajiandaa na ligi nyingine ambayo ni 2026-27, ambapo siku hiyo itakuwa ni nzuri sana, siku ya tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 pale dabi ya Kariakoo watakavyoenda kuumana kwa ajili ya ngao ya jamii kufungua hiyo mechi, ambapo Simba na Yanga wataumana, lakini Jamhuri Kiwelu akiwa tayari ameingia kwa unyamani kwamba je, unaona vipi hapa matokeo, kwamba je labda Simba watachukua kombe au watachukua hiyo ngao ya jamii. Ndipo hapo ambapo wana Simba wengi wanapiga makofi na mayowe kwamba tumerudi dimbani. Wamerudi dimbani kwa sababu wanajiamini. Asante sana wazee wetu, wasikilizaji wetu, nasi tunawashukuru sana kwa kutuamini sisi kwamba ni TV online ambayo zinawaletea uchambuzi wa makini na vitu vingine vya kusoma kama vile masuala ya ICT na mengine ya maisha na Biblia kwa ujumla. Napi naweza kusema asante sana. Mimi naitwa Fab Digo. Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.